kabla ya yote mkoje kwanza nikuulize, ni tukio gani ambalo lishawahi kukusikitisha sana katika maisha yako? Jibu unalo. Okay, fine. Sasa kwa upande wa Kylie Jenner, amepata huzuni kubwa baada ya mbwa wake ambaye anatoka kwa jina la Norma kuweza kufariki this week. Kylie Jenner ambaye alipata umaarufu kwa kupitia reality show ambayo ilikuwa inaondoka kwa jina la Keeping Up with Kardashians, kupitia ukurasa wake wa Instagram aliposti picha za mbwa huyo, then akaunganisha na jumbe mbalimbali za huzuni. Moja kati ya caption ilikuwa inasema hivi: Norman hakujazisha tu maisha yangu, bali alileta furaha safi kwa kila mtu aliyemfahamu. Then akamaliza kwa kusema nakupenda milele. Sasa ukiachana na upande huo hapo wa Kylie Jenner, on to the next one. Bonge moja story ambayo imekuwa kubwa sana ni kuhusiana na issue nzima ya kitabu ambacho kimeweza kuachiwa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Jeff Peelman, ambacho kitabu hicho kinaitwa Only God Can Judge Me, The Many Lives of Tupac Shakur. Kitabu ambacho kinazungumzia maisha ya Tupac, na pia kitabu hiki kimehusika na mahojiano zaidi ya 70 ya watu waliokuwa wanamjua rapper Tupac Shakur. Sasa katika kitabu hiki, moja kati ya topic ambayo ilikuwa ni kubwa sana na imekuwa trending wiki hii hapa ni kuhusiana na issue nzima ya msanii Janet Jackson ambaye ni dada wa Michael Jackson. Alitaka Tupac Shakur kupima virusi vya ukimwi kabla ya kucheza scene ambayo iliwalazimu kuweza kukiss katika filamu ambayo iliitwa Poetic Justice ya mwaka 1993. Katika kitabu cha Only God Can Judge Me, The Men's Lives of Tupac Shakur, mwandishi Jeff Peelman alieleza migogoro iliyotokea kwenye seti kati ya Janet Jackson pamoja na rapper Tupac Shakur, ikiwemo tukio hili la sini ya mapenzi. Haikuishia hapo. Mwandishi Peelman anabainisha kwamba sini ya busu haikuwa tatizo pekee kati ya nyota hao ili. Pia Tupac alichukizwa na huduma za kifahari alizopewa Janet Jackson ambaye alikuwa nyota mkubwa zaidi wakati wa kurekodi filamu hiyo mwaka 1992. Pia katika moja kati ya chapisho kutoka kwa The Hollywood Reporter, mwandishi Peelman anadai kuwa Janet Jackson alieleza wasiwasi wake kwa mtayarishaji wa filamu hiyo Steve Nicolaides kuhusu tabia ya Tupac na sifa zake, akisema sijui kama ni salama kubadilishana liquid naye, kama una D2 hapo ndio utanielewa. Anaendelea kwa kusema kuwa hadi niwe na uhakika kwamba yuko salama na safi. Ingawa mpaka sasa hivi wawakilishi wala Janet Jackson mwenyewe hajatoa maoni yoyote kuhusiana na madai haya, lakini unaambiwa kwamba filamu ya Poetic Justice ilitolewa mwaka 1993 na ilipata mafanikio makubwa, ikiwa zaidi ya mapato ya dola za Kimarekani milioni 27. Pia kwa kupitia ngoma ya Again, wimbo ambao ulitumika kama soundtrack katika movie ya Poetic Justice, Janet Jackson aliweza kuingia katika tuzo za Oscar. Rapper Tupac Shakur alifariki Septemba 7 mwaka 1996 baada ya kupigwa risasi huko Las Vegas, Nevada nchini Marekani. We gotta say RIP Tupac Shakur. Hivi karibuni moja kati ya story ambayo ilikuwa ni kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii inamhusu the late Raila Odinga. Huyu ni moja kati ya mtu ambaye alishawahi kuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya, lakini pia alishawahi kuwa kiongozi mkuu kutokea chama cha upinzani. Sasa baadhi ya celebrities kutokea nchini Kenya wameweza kuonesha kuguswa kila mmoja katika namna yake. Mtu mzima Khaligraph Jones, baada ya msiba wa Raila Odinga, kitu ambacho kimeonekana kwa upande wake, ameweza kumheshimisha Raila Odinga kwa kuweza kubandika picha za Raila Odinga katika moja kati ya eneo la nyumba yake. Sasa venye ambavyo inaonekana ni kama hivi katika hii hapa video. That's it, ladies and gentlemen, done at WHO. This is a Kelvin K, your voice. Massive shout out mingi to everybody. Hey, ladies and gentlemen, I wanna hear you say Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.